Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametetea uamuzi wake wa kusimamisha ushirikiano na IAEA. Rais huyo wa Iran ametetea uamuzi huo juu ya nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la nguvu za atomiki IAEA, akimtuhumu mkuu wake kwa mwenendo wa kile alichokiita uharibifu. Wakati huo huo, Ujerumani na Ufaransa kwa pamoja zimeilani Iran kwa kumtishia mkuu wa shirika la IAEA baada ya kunyimwa ridhaa ya kuyatembelea maeneo ya shughuli za nyuklia yaliyoshambuliwa. Yote haya yakiendelea, Iran inasisitiza kuwa ina haki ya kuwa na nyuklia kwa matumizi ya amani. Wabunge wa Iran walipitisha muswada wa kusitisha ushirikiano na IAEA muda mfupi baada ya mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel tarehe 13 Juni na mashambulizi ya baadaye yaliyofanywa na Marekani kwenye vituo vya shughuli za nyuklia za Iran. Maafisa wa Iran wanasema IAEA imeshindwa kuwajibika kitaalamu, ingawa usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Israel ulianza tarehe 24 Juni. Maafisa wa Iran wameendelea kulalamika kile wanachokiita kushindwa kwa IAEA kuchukua msimamo wa kitaalamu na usioegemea upande wowote. Pia walikosoa azimio la IAEA la tarehe 12 Juni lililodai kuwa Iran haijazingatia wajibu wake kuhusu mkataba wa nyuklia. Rais Emmanuel Macron katika chapisho lake la hadharani alitoa wito wa kuheshimu usitishaji wa mapigano na kurejea katika amani na mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Alisisitiza pia umuhimu wa Tehran kwa ruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea nchini humo ili kuhakikisha uwazi kamili. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa hali ya sasa bado ni tete mno kuhakikisha usalama wa wakaguzi wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yao ya nyuklia yalishambuliwa moja kwa moja siku chache zilizopita. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zilitoa taarifa ya pamoja kulani vitisho dhidi ya mkurugenzi mkuu wa IAEA Bwana Rafael Grossi baada ya Iran kukataa ombi lake la kutembelea katika maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa. Hata hivyo, kuna taarifa ilitolewa na Iran kwamba Rafael Grossi huenda kanyongwa nchini Iran ikiwa atatembelea katika taifa hilo, jambo ambalo mataifa magharibi yamelani vikali. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi anadaiwa kuwa ni jasusi wa Israel kutokana na taarifa zilizotolewa na Iran. Ingawa vitisho hivyo havikufafanuliwa wazi, gazeti la kihafidhina la Iran Kayhan lilikuwa tayari limechapisha makala inayodai kuwa Grossi ni jasusi wa Israel na kusema anapaswa kuhukumiwa kifo akiingia nchini humo, hali iliyozua hasira katika miji mikuu ya nchi za Magharibi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqei amesema uamuzi wa bunge unaonyesha hasira na hofu ya raia wa Iran. Ameikosoa IAEA na mataifa ya Magharibi, hasa Marekani na nchi za Ulaya kwa kuchukua msimamo wa kisiasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Baqei alihoji mantiki ya kuruhusu ukaguzi katika mazingira ambayo usalama bado hujarejeshwa baada ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Baqei pia amezungumzia mabadiliko ya msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuiondolea vikwazo na kumtuhumu Trump kwa kucheza kile alichokiita michezo ya kisaikolojia na vyombo vya habari badala ya kufanya juhudi za kweli za kutatua matatizo kati ya nchi hizo mbili. Trump alisema Ijumaa kwamba ameachana na mpango wa kulegeza vikwazo ili kutoa nafasi kwa uchumi wa Iran kupata nafuu na kuonya kuwa hakufuata uwezekano wa kushambulia tena maeneo ya nyuklia ya Iran iwapo urutubishaji wa urani utaendelea. Mgogoro wa hivi karibuni kati ya Iran na Israel umesababisha vifo vya Wairani wasiopungua 935 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Miongoni mwa waliouawa ni wanawake 132 na watoto 38. Israel ililenga kambi za kijeshi, maeneo ya nyuklia ya makazi ya raia kwa mashambulizi ya mabomu. Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na drone katika miji mikuu ya Israel ikiwemo Tel Aviv na Haifa na kusababisha vifo vya watu 28 kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na serikali ya Israel, ambazo pia vyombo vingi vya habari havikuthibitisha uhalali huo wa idadi ya watu hao. Mgogoro huo uliendelea kwa siku 12 kabla ya usitishaji wa mapigano kuanza kutekelezwa. Licha ya mvutano uliopo, Iran imesisitiza dhamira yake ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia chini ya mkataba wa kimataifa wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT. Baqei alisisitiza kuwa Iran ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani na alikataa masharti ya Grossi ya kutaka kufika kwenye maeneo ya nyuklia, akieleza kuwa
usalama wa wakaguzi hauwezi kuhakikishwa mara tu baada ya mashambulizi yaliyolenga maeneo haya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.